kabla sijapatia mkopo nilikuwa sina shughuli yoyote. Nilikuwa sina shughuli, maana nilikuwa nimetoka kumaliza chuo, afu nikawa ndo bado nipo mtaani. Kwa hiyo niliposikia kwamba kuna mikopo hii nikasema nichangamkie fursa, nikawa nimeomba hiyo mkopo. Na hapo nilianza na ngazi ya mtendaji wa kata pamoja na ofisi za maendeleo ya jamii za wilaya hapa. Nikaweza kufuatilia taratibu zote ambazo nitakiwa nizifuate ili niweze kupata mkopo, ambapo niweze kupata cheti cha mwanakikundi kama mtu mwenye ulemavu. Baada ya hapo nikaomba mkopo, ndipo nilipoupata. Namna pale sera za uwezeshaji zinapogusa maisha ya mwananchi wa kawaida, ndipo hadithi za matumaini na mafanikio huanza kuandikwa. Katika halmashauri ya wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, mpango wa mikopo ya 10% ya mapato ya halmashauri unaotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan umeendelea kuwa chachu ya mabadiliko ya kiuchumi kwa vikundi mbalimbali na wananchi kwa ujumla. Kupitia mpango huo sasa, kikundi cha Kisimani Group kimepatiwa mkopo wa shilingi milioni 150 uliowezesha kununua lori aina ya FAO pamoja na maguta mawili. Mkopo huu unakwenda kupanua shughuli zao za kibiashara na kuongeza uchumi wa mtu mmoja mmoja, huku kikundi cha Changarawe Group kikinufaika na zaidi ya shilingi milioni 27 na laki 4 zinazowasaidia kuimarisha mradi wao wa ufugaji wa kuku. Lakini pia jitihada hizi zimegusa pia makundi maalum ya jamii, ambapo Robert Madawa Chenza, huyu ni mtu mwenye ulemavu ambaye amenufaika na bajaji yenye thamani ya shilingi milioni 10 na laki 8, ambayo sasa imekuwa chanzo chake kikuu cha kipato na daraja la matumaini mapya ya maisha bora. Kwa ujumla, kwanza napenda kumshukuru Mama Samia kusema kweli. Natamani kama ningeonana naye ningemshukuru sana. Ndio hivyo, hata wakati wanatukabidhi nilimshukuru kwa vyombo vya habari, sijui kama aliona au vipi, lakini nilimshukuru kwa sababu hali yangu kiuchumi ilikuwa sio nzuri. Baada ya kusajili kikundi rasmi mwaka 2023 ndipo tulianza prosesi za kutafuta mkopo halmashauri, kuomba mkopo halmashauri ili kutusaidia. Tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, tulipoanza hizo prosesi tulifanikiwa kwa awamu ya kwanza. Awamu ya kwanza tulipata pikipiki 5 ambayo ni jumla ya shilingi milioni 12 na laki 5. Tukafanikiwa kulipa deni hilo la shilingi milioni 12 na laki 5 kwa haraka zaidi na kwa uaminifu mkubwa sana. Ndipo tukaingia awamu ya pili kuanza kuomba mkopo mwingine. Tuliomba mkopo wa shilingi milioni 150 kwa ajili ya kupata gari tipa hili pamoja na maguta haya mawili kwa ajili ya kutukomboa tena, kutuongezea kipato katika biashara yetu ya usafirishaji. Ule mkopo nimenufaika sana kwa maisha yangu. Nilikuwa siwezi kuendesha maisha yangu, lakini kupitia huo mkopo nimeuendesha. Nilikuwa sijiwezi kwa lolote, sina chochote, lakini kwa saizi sauni mwangu nimepata dryer, nimepata dryer ile ya kunyoshea nywele, nina sofa, nina viti. Na kutokana na mkopo huu umeweza kutusaidia kwa kiasi kikubwa sana, kutokana kwamba asilimia kubwa tulikuwa tunafanya vitu kwa udogo sana, lakini kwa sasa tunafanya kwa ukubwa ambao hata kwa baadaye unaweza ikawa ni ajira kwa watu wengine. Ndipo tunakuwa tumetanuka zaidi ya hapa. Kwa hapa tulipofika tunaamini tuna uwezo wa kutanuka zaidi ya hapa na tukawapa watu wengine ajira kwenye shughuli hii, kwa sababu tunaamini kabisa kupitia shughuli hii ina uwezo wa kuingizia watu wengine kipato. Ushuhuda wa wananchi hawa ni kielelezo cha namna ambavyo sera za uwezeshaji wa kiuchumi zinavyoendelea kugusa maisha ya Watanzania na kufungua milango ya fursa katika jamii. Sasa hivi hakuna kinachonisumbua kama mwanzo, kwa sababu ilikuwa vibarua vidogo vidogo vinatusumbua, lakini sasa na ajira ya moja kwa moja, na baadaye tunategemea wenzetu taajiri kwenye vitu vyetu hivi, tuajiri hata wafanyakazi na sisi. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, nasema asante sana, muendelee kutupambania vijana. Tunawaahidi kwa huu mkopo mliotupatia tutarejesha kwa wakati.
Nashukuru kipato kimeongezeka. Nilikuwa na kipato yani kidogo sana. Kimeongezeka, nimeweza kuwaajiri hata wanafunzi saizi ninao wa kuwafundisha kusuka. Nilikuwa sina. Kuna mmoja nimemwajiri, tunaendelea kufanya naye kazi. Kwa mimi mwanamke sina la kuongea, na furaha sana. Sisi vijana wa Mbozi tupo kazini na mama, kazi na maendeleo. Sisi vijana wa Mbozi tupo kazini na mama, kazi na maendeleo. Mimi kama kijana wa Tanzania nipo kazini na mama, kazi na maendeleo. Kazi na maendeleo.